Mashaka, katibu wa baraza ndugu Mruma, mshauri mufti, mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, maaskofu wote mliohudhuria, mkuu wa mkoa, viongozi wote wa serikali mliopo, wakuu wa vyombo vya usalama nchini, waheshimiwa viongozi wote kwa ujumla wao wa dini mbalimbali waliohudhuria, bila kumsahau mheshimiwa kiongozi wa paroko ya eneo hili, wadau wote waliohudhuria, Mheshimiwa Azim Deuji, Mheshimiwa Rostam Aziz, wakina baba na kina mama, wageni wote waalikwa kwa ujumla, kama wasemavyo wenyewe, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais, nachukua fursa hii kwanza kukushukuru, na nazungumza kwa ufupi kwa sababu ya ufinyu wa wakati, na kushukuru wewe kwanza binafsi kwa ukarimu mkubwa uliofanyia wananchi wako walio Waislamu, kwa kushawishi na kutengeneza utaratibu wa kupatikana msikiti mzuri wenye hadhi, baada ya kuona msikiti uliokuwa hapo mwanzo ukasikitishwa sana na hali hiyo. Na nakumbuka uliwasiliana na mimi na ukasema pana haja hapa Chamwino kupatikana msikiti ulio mzuri wenye hadhi, hasa ukizingatia uko karibu sana na eneo ambalo la Ikulu. Lakini haya yote umeyafanya kwa sababu wewe Mungu amekupa kipaji ya kuwapenda sana viongozi wa dini na kuwapa heshima stahiki, na umekuwa siku zote ukionekana kumtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele, jambo ambalo sisi wanadini tulikuwa tunashangazwa na staili yako hiyo ya kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, na ikatuvuta ikatupendeza sana. Ulikuwa ukijinyenyekeza wa kuwatumikia sana wananchi wote bila ya ubaguzi wowote, na kuwajali watu wote kwa ujumla, na hasa wanyonge. Na hii ni sifa kubwa ambayo dini zote ilikuwa ikizisomesha na kuzielekeza. Kwa hiyo nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa uliofanya ya kuweza kukusanya nguvu kutoka kwa wadau mbalimbali na wafadhili mbalimbali ambao wamechangia, baada ya kukusikia na kuwahimiza wachangie, wakuunge mkono na wakakuunga mkono, na wengine wapo hapa kama ndugu yangu Rostam namuona pale, ni katika jumla ya watu ambao wamechangia, na kanisa pia limechangia, na hakuna ubaya. Yawezekana wakapata tabu Waislamu kwamba kanisa kwa nini linachangia, kwa nini Mkristo anachangia. Jamani, elimu ndogo udhia, elimu ndogo udhia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea zawadi kutoka kwa wasiokuwa Waislamu. Huu sio uwanja wake, iko siku nitachafuka kuhusu hiyo, lakini leo nagusa kutoka. Inawezekana jambo hilo, si vibaya kupokea zawadi kutoka kwa watu wasiokuwa Waislamu, na sisi kama Waislamu tunawashukuru sana wadau wote ambao wamemuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo wamekuja watu wengi sana, lakini labda nikujulishe waliolaumu pia ni wengi mno. Kuona mbona kufunguliwa msikiti kule Dodoma Chamwino alafu mufti hujatupa taarifa. Nikamwambia hapana, mazingira jinsi yalivyo tumelazimika kufungua msikiti, na wala si kwa haja ya jambo lolote, ni kutaka kuwarahisishia watu Waislamu waweze kupata msikiti na waweze kuutumia,
na kwa sababu msikiti wa zamani ushafikia mahala pa kubomolewa na kuvunjwa. Kwa hiyo ni wengi sana waliokuitika, na mabalozi wa nchi za Kiislamu wengi walitaka wafike, na niliwasiliana nao Mheshimiwa Rais, na nikafanya mpango na Mheshimiwa Rostam Aziz awapatie ndege waje, kwa sababu na yeye Rostam Aziz ni mpenda kheri, lakini kwa bahati wana kikao kingine na waziri wa mambo ya nje. Kwa hiyo tumekubali udhuru wao. Hiyo ni alama ya kwamba umeitikiwa sana Mheshimiwa Rais. Mwenyezi Mungu akujaze kheri, na tunakushukuru kwa msingi wa mafunzo ya Uislamu yanayosema ambaye hawashukuru watu hawezi akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au vingine asiyemshukuru hamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye hawashukuru watu. Tunalazimika kukushukuru kutokana na jambo kubwa ulilofanya na mapenzi makubwa kabisa uliyoyaonyesha, na haya hapana shaka ni namna ambavyo una uchungu na wananchi wako wa Tanzania. Kwa hiyo nakupongeza sana kwa ujasiri mkubwa uliofanya na ukarimu wako, mpaka leo imefikia tunafungua msikiti huu wa msikiti wa Mufti Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali, na hili la kunifanya na mimi nitajike katika msikiti huu, ili jambo kubwa jingine, ili jambo la pili katika ukubwa, na ni mahaba makubwa na mapenzi makubwa kwetu sisi kama Waislamu. Tunalazimika kupokea kheri hizi. Nikwambie tu kwamba tumefurahishwa sana kwa jambo hili na mengi ulioyafanya kwetu sisi Waislamu, ambayo hatuwezi kueleza yote kwa leo, na kwa kuwa una shughuli nyingi, umechoka na una kazi nyingine baada ya hapa, lakini nitaje mbili tu labda kwa ajili ya kumbukumbu katika ufahamu wa wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo sisi tunakabidhiwa msikiti huu wa Chamwino unaoitwa msikiti au Masjid Mufti Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali. Lakini kabla ya hapa ulituombea sisi msikiti mkubwa kabisa wa kimataifa, sio wa kitaifa, wa kimataifa, ulioko jijini Dar es Salaam katika eneo la Kinondoni, katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Msikiti unatambulika kwa jina la Masjid Muhammad Sadis, msikiti mkubwa mzuri wenye hadhi. Hii kazi uliifanya wewe. Waislamu wanakupongeza sana kwa kazi hii, ni kazi kubwa sana. Umetunavya uso katika Kiswahili, umetunavya uso, maana yake umetuondoa aibu kutokana na kazi kubwa kabisa hii ya kutujengea msikiti wa kimataifa. Kwa hiyo hatukushangazwa kujenga kwako msikiti huu wa Chamwino, kwa kuwa tayari ulikushatanguliza kujenga msikiti uliokuwa mkubwa sana, kwa kumwomba mfalme wa sita atujengee Waislamu wa Tanzania msikiti kama ule. Lakini jingine kwa ufupi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna mambo makubwa mengine uliyoyafanya kama nilivyoeleza, siwezi kueleza yote, lakini kurudisha mali za Waislamu zilizokuwa zimepotea au kuchukuliwa au kubabaishwa. Hili ni jambo kubwa kweli kweli ambalo ilikuwa tunalishangilia tangu mwanzo wa kuingia kwake madarakani. Ukaona wewe utazirudisha mali za Waislamu zilizopotea na mali za wanadini wote kwa ujumla ambazo zimechukuliwa kinyume na utaratibu. Mheshimiwa Rais, mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliotufundisha nasema kwa Kiswahili, Kiarabu nitasumbua watu. Anasema, anayekufanyieni wema mlipeni, na kama hamna cha kumlipa muombeni Mungu. Ninamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA na kwa niaba ya Waislamu wote, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe maisha ya kheri na afya njema, wewe na familia yako na wasaidizi wako wote katika serikali unayoiongoza,
na akufurahishe kama ambavyo unawafurahisha waja wa Mungu, na akuepushe na kila baya, na aibariki nchi yetu kwa baraka mbalimbali. Tunamwomba yeye Mwenyezi Mungu Subhana atuvushe salama katika uchaguzi mkuu ujao kwa salama na utulivu na maelewano. Atulinde hivi sasa katika uchaguzi na baada ya uchaguzi, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Tunamwomba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe sote wa Tanzania kujitokeza tarehe 28 mwezi wa 10 2020 katika vituo ili kuwapigia kura viongozi ambao watakuwa na manufaa na sisi na watakaolinda maslaha ya taifa. Atupe umakini na aturuzuku jicho la ndani tuweze kuwa na uchaguzi uliofungamana na radhi zako wewe Mwenyezi Mungu, na aidumishe amani nchini na nchi yetu yaifanye na kuiendeleza kuwa ni kisiwa cha utulivu. Lakini Mwenyezi Mungu vile vile awape taufiki wale waliokusaidia kama kijana wetu Ali na wenzake wote, bila kulisahau jeshi la wananchi wa Tanzania chini ya mkuu wetu wa majeshi kwa kazi kubwa aliyoifanya iliyochukua kama nilivyoambiwa mwezi mmoja na siku 28. Kwa machache haya nichukue fursa hii, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, uweze kusimama uzungumze na Watanzania wote kwa ujumla, kisha baadaye tuelekee mahala husika kwa ajili ya ufunguzi. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana. Tupongeze shehe wetu. Kabla Mheshimiwa Rais hajazungumza, niombe sasa kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais nimkaribishe Meja Jenerali Charles Mbuge, mkuu wa JKT, aweze kutoa maelezo mafupi, ndipo Mheshimiwa Rais sasa atazungumza na hadhara hii. Karibu sana. Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali Mufti wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote wa serikali, viongozi wa dini zote, wananchi wote na wanahabari, habari za jioni. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, naomba nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana mahala hapa leo tukiwa salama. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mnamo tarehe 23 Agosti 2020 wakati ukizindua kanisa Katoliki parokia ya Mama Bikira Maria wa Imakulata hapa Chamwino, uliendesha harambee ya ujenzi wa msikiti huu na kupatikana fedha taslimu shilingi milioni 25,660,360. Fedha hizi zilifunguliwa akaunti kwa maelekezo yako. Kufuatia harambee hii iliyofanyika siku hiyo, wadau mbalimbali waliweza kuunga mkono ili msikiti huu uweze kukamilika. Mheshimiwa, waliokuunga mkono ni Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya zote Tanzania, viongozi wa serikali, taasisi mbalimbali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi mbalimbali, waumini wa dini mbalimbali, wafanyabiashara, watu binafsi na bila kusahau SUMA JKT. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tarehe 25 Agosti 2020 ulielekeza jukumu la ujenzi wa msikiti huu kwa Jeshi la Wananchi wa Tanzania kupitia Jeshi la Ujenzi wa Taifa. Kazi ya ujenzi huu ilianza rasmi tarehe 28 Agosti 2020 ambapo hadi leo hii msikiti huu umekamilika asilimia 20 ukiwa na mwezi mmoja na siku 28. Msikiti huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 319,280,359 endapo kazi ya ujenzi angekabidhiwa kontrakta mwingine pasipo Jeshi la Wananchi wa Tanzania
basi angetumia shilingi milioni 439,91,600. Lakini kwa kuwa wametumia vijana wao kutoka Jeshi la Kujenga Taifa, wamesevu au wameokoa shilingi milioni 120,211,241. Hadi sasa msikiti huu unamalizika. Zimebakia fedha ndani ya akaunti hiyo iliyofunguliwa milioni 1,163,388. Mheshimiwa Rais, kukamilika kwa msikiti huu utachukuliwa au utatumiwa na waumini wapatao 500 katika kuswali. Hapo siku za nyuma waumini walikuwa kiswali si zaidi ya 150. Tunasema Mheshimiwa Rais, hongera sana kwa kujali wananchi wako wa Tanzania. Mheshimiwa Rais na Jeshi Mkuu, kabla ya kuhitimisha, naomba nitumie fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa moyo wangu wa dhati kabisa, naipenda Tanzania yangu, kwa kuliamini jeshi lako na kulipatia kazi ya ujenzi huu na kuwezesha kuliweka jeshi lako kuwa karibu na waumini wa madhehebu mbalimbali ndani ya Tanzania yenye amani na utajiri mkubwa. Aidha, nawashukuru wadau mbalimbali waliowezesha kupatikana fedha kwa fedha za kukamilisha msikiti huu ambao umekamilika 100%. Vile vile niwashukuru waumini wa msikiti huu na viongozi mbalimbali wa dini ya Kiislamu waliotembelea hapa kwa ushirikiano walioonyesha muda wote wa ujenzi wa msikiti. Nasema sana asanteni sana. Mheshimiwa Rais na Jeshi Mkuu, kwa niaba ya Mkuu wa Majeshi Jenerali Venance Salvatore Mabeyo, maafisa askari, vijana na watumishi wa umma, naomba nikushukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kuliweka jeshi lako karibu na wananchi. Aidha, napenda kuhakikishia kuwa Jeshi la Kujenga Taifa lipo tayari wakati wote kutekeleza maelekezo yako Mheshimiwa Rais na Jeshi Mkuu. Tunakuombea afya njema na maisha marefu. Napenda niwaambie hadhara hii, maelekezo yako ndiyo yamesababisha msikiti unaonekana hivyo, na pia mchoro uliojenga jengo hili Mheshimiwa Rais aliyopitia na kusema ujengwe na kutoa ofisi ya mufti. Asanteni kwa kunisikiza. Naomba niwasilishe Mheshimiwa Rais. Naomba tumpongeze sana Meja Jenerali Mbuge. Sasa kwa utulivu mkubwa, naomba wote tutulie. Mheshimiwa Rais anakuja kuzungumza na Waislamu wote na hadhara hii. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Hakika ni heshima kubwa leo kwa Waislamu wote, na mapema Mheshimiwa Rais tulisikia salamu mbalimbali na ibada iliendeshwa hapa. Kwa hiyo mambo hapa yalikuwa ni mazuri sana. Hii ni heshima kubwa kabisa. Hebu tuwapigie makofi mengi Waislamu hawa kwa sababu wao wamefanya jambo zuri sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Abubakar Zuberi Ali, Sheikh Mkuu wa Tanzania, waheshimiwa maaskofu mliopo, waheshimiwa mashehe wengine mlioko hapa, waheshimiwa mapadri na wachungaji mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wengine wa dini ambao mmehudhuria katika hafla hii, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na General Mabeyo, viongozi wa JKT mlioko hapa, waheshimiwa wagombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi na wagombea udiwani ambao mko hapa, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru, viongozi wengine wote natambua
itose tu kusema kwamba itifaki imezingatiwa. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mbukweni, Masinduka, Mkuliachi, Badodo, Chamwino oye. Mheshimiwa Mufti na ndugu viongozi, kwanza naomba niombe radhi kwa kuchelewa. Leo nimetoka Babati asubuhi. Nilitegemea sana nitawahi muda uliokuwa umepangwa, lakini kwa mshangao, kila nilipokuwa nikipita njiani nilikuta Watanzania wengi wamenisubiri. Nilishindwa kupitiliza bila kuwasalimu. Ninaomba msamaha sana kwenu kwa kuchelewa. Mheshimiwa Mufti na ndugu viongozi, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai na kutuwezesha kuiona siku hii ya leo. Lakini natoa shukrani nyingi pia kwako wewe Mheshimiwa Mufti wa Tanzania na waheshimiwa viongozi wa dini mbalimbali, maaskofu na wageni mbalimbali mliohudhuria hapa kwa kuweza kuienzi siku hii muhimu ya kufungua msikiti huu ambao umepewa jina la Sheikh Abubakar Zuberi Ali hapa Chamwino. Asanteni sana. Moja ya mambo yenye kuipa sifa nchi yetu na kuitofautisha na mataifa mengi duniani ni umoja na mshikamano tulionao. Watanzania hatujitambulishi kwa kabila zetu, wala hatujitambulishi kwa ukanda wetu, na wala hatujitambulishi kwa dini zetu. Sisi tunajitambulisha kama Watanzania. Hii ni sifa moja kubwa sana tulionayo sisi Watanzania. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Zipo baadhi ya nchi zimeingia kwenye vita kwa sababu ya dini, lakini zipo nchi zimefarakana kwa sababu ya tofauti ya makabila, lakini vile vile zipo zina migogoro kwa sababu ya rangi. Lakini sisi Watanzania, Mungu ametujalia pamoja na tofauti zetu za dini, rangi, makabila, tunaishi kwa umoja wala hatubaguani. Asanteni sana Watanzania. Hii ndiyo sababu leo hii unaweza kwenda kwenye familia moja ukakuta kuna Mkristo na Waislamu. Leo hii kwenye familia zetu utakuta mume Mchaga, mke Mgogo. Na leo hii kwenye familia zetu ni kawaida kukuta wazazi Waislamu, mtoto ni Mkristo, na wanaishi kwa upendo. Ndugu zangu, mambo haya yamewezekana tu hapa Tanzania. Sehemu nyingine si rahisi kuyaona mambo ya namna hii. Lakini niseme, ndugu zangu viongozi na ndugu wananchi wa Chamwino na Watanzania kwa ujumla, sifa hii tulionayo Watanzania haikujileta yenyewe ama haikutokea kwa bahati mbaya. Ni matokeo ya kazi kubwa iliyofanywa na waasisi wa taifa hili wakiongozwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Mzee Abedi Amani Karume. Wazee hawa walifanya kazi kubwa sana ya kujenga taifa lenye umoja na mshikamano ambao leo hii tunafaidi matunda yake. Tunawashukuru sana waasisi hawa ambao wametangulia mbele ya haki, wakapumzike kwa amani.
Ndugu zangu na Mheshimiwa Mufti na ndugu viongozi, ni kutokana kutambua kuwa sisi wa Tanzania hatuna ubaguzi wa dini, kabila au rangi, na pia kwa lengo la kuwaenzi waasisi wa taifa ambao walituwekea misingi imara ya kujenga taifa lenye umoja na mshikamano. Tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu, wakati wa uzinduzi wa ukarabati wa kanisa la Katoliki hapa Chamwino, niliendesha harambee ya kuchangia ujenzi wa msikiti huu. Na hii ni baada ya kuona msikiti uliokuwepo ulikuwa mdogo na ulikuwa umeanza kuchakaa, na mimi nilifikiri panahitajika msikiti ulio mzuri na imara zaidi, kwa sababu ni mahali pa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na katika kuthibitisha kwamba sisi wa Tanzania hatuna ubaguzi, waumini wengi waliokuwepo kanisani walitoa michango yao wakiongozwa na baba askofu pamoja na paroko na Wakristo wote, wakaanza kutoa hiyo michango kwa ajili ya kujenga msikiti. Baadaye watu wengine walijitokeza kutuongezea nguvu, na hatimaye tukaweza kupata kiasi cha shilingi milioni 319.3 ambazo ndizo zimetumika kujenga msikiti huu. Nitumie fursa hii kuwashukuru wote waliojitokeza kuchangia ujenzi wa msikiti huu. Nimeambiwa kuwa kwenye Qur'an tukufu imeandikwa kuwa yoyote anayechangia ujenzi wa msikiti, hata kama ametoa kiasi kidogo namna gani, Mwenyezi Mungu atamlipa kwa kumjengea mji mbinguni. Kwa msingi huo, kwa yoyote aliyechangia msikiti huu asijione kwamba amepoteza. Amefanya jambo zuri sana ambalo lina ujira mkubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ninawashukuru sana. Kama mnavyofahamu, na kwa hakika ndivyo ilivyo andikwa kwenye Qur'ani tukufu, pia surati Nur, kwamba msikiti ni nyumba ya ibada. Msikiti ni nyumba ya kulitaja, kulinyanyua na kulitukuza jina la Mwenyezi. Hivyo basi nawapongeza wote walioshiriki kwenye ujenzi wa nyumba hii ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Napenda niwashukuru sana JKT kwa niaba ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Wamefanya kazi kubwa sana, kwa sababu siku hiyo hiyo nilipowaambia, siku ya Jumapili, nikaja hapa tukauangalia ule msikiti ulivyokuwa wa mwanzo, tukaliona eneo lenyewe, na mimi nikawaambia kwa sababu msikiti huu utakuwa wa jina la Mufti, lazima pajengwe kagorofa kule juu, angalau kanaweza kutumika kama ofisi, hata kulala pale badala ya kuwa naenda hotelini. Nilivyoletewa ulivyokuwa umekamilika, yote hayo yamezingatiwa. Kwa hiyo rafiki yangu Mufti, huna sababu sasa ya kusema huji Dodoma kwa sababu huna pakulala. Pakulala papo na ofisi, unaweza ukafanya kazi ukiwa hapa Dodoma. Nitumie shukrani zangu nyingi kwa shehe wa msikiti wa Chamwino kwa moyo wake wa utayari aliyouonyesha. Kama nilivyosema awali, michango ya ujenzi wa kanisa hili, msikiti huu, ilianzishwa kanisani, tena bila hata kumshirikisha. Lakini nilipokuja kumwarifu kuwa ni tumechangisha michango na kwamba nataka tumkabidhi, alipokea. Angeweza hata akakataa. Ninamshukuru sana shehe. Na huu ni uthibitisho mwingine kuwa nchi hii haina ubaguzi wa dini. Sote tunachukuliana kwa umoja na upendo wa pamoja, kama shehe wa hapa alivyoonyesha. Nimeshaeleza na washukuru sana JKT na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Baada ya kumweleza CDF pamoja na mkuu wa JKT kwamba tunataka sasa kujenga msikiti huu, na ninafahamu kwenye jeshi kuna Wakristo, kuna Waislamu
Inawezekana hata wapo wengine ambao hawana dini, lakini wote walishiriki kwa upendo mkubwa kwa kipindi kifupi sana kuweza kukamilisha ujenzi wa msikiti huu. Ninawashukuru sana JKT, ninawashukuru sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Hii inaonyesha ni kwa namna gani majeshi yetu yalivyo imara katika kujituma katika shughuli, hasa katika kipindi cha amani. Kwa namna ya pekee kabisa, napenda nitoe shukrani ya dhati kwa Mufti Sheikh Zubeir kwa namna alivyoshiriki kikamilifu katika kufuatilia ujenzi wa msikiti huu. Japokuwa msikiti huu ni mdogo, lakini mwenyewe alikuwa akifuatilia kwa karibu. Hongera sana Mufti. Napenda nirudie maneno yangu ambayo nimekuwa nikiyasema mara nyingi, kuwa wewe Mufti ni mtu wa pekee sana. Ni mtu mpole, ni mtu mnyenyekevu, mwenye kujishusha na mpenda umoja. Katika kipindi cha uongozi wako umejitahidi sana kujenga umoja na mshikamano, sio tu miongoni mwa Waislamu, lakini kati ya Waislamu pamoja na waumini wa dini zingine na madhehebu mengine. Hongera sana Mufti. Umewaenzi waasisi wa taifa hili kwa vitendo. Kweli hili nalisema kwa dhati. Ushahidi ni leo. Wewe ni Mufti. Nimeona hapa Sheikh, nimemwona na ndugu Bashiru ambaye naye nataka siku moja akahiji aitwe Alhaji. Lakini nimeona viongozi wa dini, maaskofu wameacha shughuli zao, wamekuja hapa. Viongozi wa dini mbalimbali. Nimemwona paroko wa kanisa la hapa. Nimeona hata chama changu na wanachama wa vyama vingine. Wote wako hapa. Mimi hii imenipa faraja sana. Sikujua kama shughuli hii itakuwa kubwa kiasi hiki. Asanteni sana wanachamwino pia kwa kuienzi shughuli hii muhimu ya kufungua nyumba ya Mungu. Asanteni sana. Mheshimiwa Mufti na ndugu viongozi wa dini mbalimbali na ndugu wananchi mliohudhuria hapa, mambo mengi yamezungumzwa, lakini mambo mengi pia yamezungumzwa na Mufti mwenyewe. Mimi sina maneno matamu zaidi ya yale yaliyozungumzwa na Mufti. Napenda nirudie tena kwa kushukuru sana Mheshimiwa Mufti. Niwashukuru viongozi wote, niwashukuru wanachamwino. Msikiti huu ukatujenge pamoja kama ndugu. Msikiti huu ukawe fundisho kwa wanachamwino na Watanzania kwamba sisi ni wamoja. Msikiti huu ukaendelee kuwaweka Watanzania pamoja kwamba tuna wajibu wa kumtanguliza Mungu katika maisha yetu yote. Kama tulivyomtanguliza Mungu wakati wa corona, tuendelee kumtanguliza katika maisha yetu yote, na hasa tunapopata changamoto. Msikiti huu ukatoe mafunzo yatakayojenga umoja wa Watanzania. Msikiti huu na wale watakaoutumia wakaguswe na mioyo yao ya kutekeleza maandiko matakatifu yaliyoko kwenye Qur'an. Msikiti huu ukaujenge umoja wa kweli ndani ya Watanzania wote. Ndugu zangu, mimi nashukuru sana. Ninamshukuru sana hata Mufti kukubali msikiti huu uitwe kwa jina lake. Watakukumbuka Watanzania kwa kazi kubwa ulioifanya katika nchi hii. Hii iwe ni alama kwamba katika Tanzania paliwahi kuishi Sheikh Abubakar Zuberi Ali, Sheikh mkuu wa Tanzania na Mufti wa Tanzania, aliyeujenga umoja wa Watanzania. Nimalizie kwa kurudia kwamba ninawashukuru wajenzi,
Lakini wito wangu kwa Watanzania, tuendelee kudumisha umoja na mshikamano wetu. Kama tusikubali kuvuruga umoja na mshikamano wetu kwa sababu yoyote ile, iwe dini, iwe kabila au rangi ama itikadi za kisiasa. Umoja na mshikamano ni tunu muhimu sana ambayo waasisi wa taifa hili wametuachia, hivyo hatuna budi kuitunza. Ndugu zangu viongozi, nafikiri Mheshimiwa Mufti utaniruhusu kwamba zimebaki siku 2 tu tupige kura, lakini na mimi ni mgombeaji pia. Ninaomba hiyo tarehe 28 tuitumie katika kuamua mazuri, tuitumie katika kujenga umoja wa Watanzania, na niwahimize wanachamwino na Watanzania kwa ujumla, tusisahau kwenda kupiga kura na tukapige kura kulingana na utashi wa mioyo yetu. Kwa mimi mwana CCM, nitafurahi sana kama mkichagua wabunge wa CCM, mkachagua madiwani wa CCM, mkanichagua na mimi ambaye nahusika na CCM. Mheshimiwa Mufti, waheshimiwa maaskofu, mashehe, sina cha kusema. Sina cha kusema. Ishara hii mlioionyesha leo ni ya kipekee, sio tu hapa Tanzania, lakini nafikiri duniani. Upendo huu wa umoja huu maajabu. Na mimi nafikiri Meja General Mbunga amezungumza, imebaki milioni 1 na ngapi? Milioni 1,133,000. Hii sasa, kama mtanikubalia, nayo tuichangie. Tulianza na kanisa wanaosali Jumapili. Leo tumekamilisha msikiti wanaosali Ijumaa. Angalau hii ikawe chanzo sasa cha kujenga kanisa wanaosali Jumamosi. Na tukimaliza hivyo, kama nitarudi hapa Chamwino, na kama mtaamua Watanzania kunirudisha hapa Chamwino, tutaendelea ili madhehebu yote yawe na mahali pa kuabudia hapa Chamwino. Uwezi ukawa na Ikulu ambao ni mahali pakuu pa serikali pakakosa nyumba kuu kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Mimi nitafurahi Ikulu hii kama itakuwa inazungukwa na misikiti, ikazungukwa na makanisa, ili kila mmoja atakayekuwa anaingia humo, hata katika miaka inayokuja 100, au anapata upako wa Mwenyezi Mungu ambaye ametupenda sana wa Tanzania. Ndugu yangu na rafiki yangu Mufti wa Tanzania, waheshimiwa maaskofu, waheshimiwa viongozi mbalimbali, nimefurahi kumwona hata rafiki yangu Rostam siku wakati ninachangia kanisa pale la RC akasema na mimi nachangia milioni 20, na nilipoanza kuchangisha hapa akachangia tena milioni 20. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nao wakachangishana, wakaniletea hela milioni karibu 30 na kitu. Viongozi mbalimbali wamefanya hivyo, CRDB na kadhalika, na washukuru sana. Lakini hata chama changu kimechangia nafikiri milioni 5. Sifahamu vyama vingine vilichangia kiasi gani, inawezekana Meja Jenerali anafahamu. Lakini kwa ujumla ninawashukuru wote. Mungu aubariki msikiti huu. Mungu awabariki wote watakao swali katika msikiti huu. Mungu awabariki wanachamwino. Mungu awabariki Watanzania wote.
Asanteni sana, na sasa mimi niko tayari kumsindikiza mufti kwa ajili ya kwenda kufanya kazi aliyokuja kuifanya hapa Chamwino. Chamwino oye! Tanzania oye! Waislamu oye! Wakristu oye! Madhehebu yote oye! Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, kama tumpigie makofi mengi. Kama nilivyotangaza pale awali, nilikuwa naomba sasa hema kuu hapa waambatana na Mheshimiwa Rais, waje mashehe wa mikoa ya Dodoma, Manyara, pamoja Singida, Morogoro na wafatie, kadhalika kamati ya ulinzi na usalama, katibu mkuu BAKWATA, shekhe wa wilaya ya Chamwino, baba paroko kanisa Katoliki, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, katibu mkuu wa CCM, mkuu wetu wa mkoa, naomba kujiandae kuja huku mara baada ya tukio maalum ambalo litafanyika. Na wengine ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa na mkuu wa wilaya ya Chamwino. Kwa hiyo mtawapa maelekezo pale itakapokuwa imekamilika, ili muweze kujua kwamba sasa shughuli imeanza. Naomba wale mashehe wa mkoa mliokaa huku, naomba muungane na Mheshimiwa Rais tafadhali. Kamati ya ulinzi na amani, naona baba anasema njoni viongozi wa dini. Mashehe njoni. Rost naomba Kimbisa na wale waliochangia msikiti naomba wasogee. Naomba wote mpaka hapo atakapoendelea tena kwenye eneo hili tuweze kuendelea na shughuli. Ndio au kwanza. Nielewa. Basi baada ya kukata utepe tutakuwa na picha za ukumbusho. Naam, Mheshimiwa Rais anawasili eneo hili tayari kwa ajili ya picha ile ya pamoja. Kwanza atafungua. Naomba Sheikh Mufti usogee. Naomba usogee. Na kamera nyuma tunaweza kupiga. Naomba usogee kwanza na upande huu. Picha tunaomba kamera nyuma. Picha mheshimiwa. Kuna picha nyuma. Sisi nenda kule juu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. ولله الحمد. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك فتحنا لنا بالخير وافتح لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير. اسمه كما المسلمين وema basi na usimuishie kwa wema na ukijalie katika jumla ya watu kwa wema na ufanye msikiti huu kwa ni wa wacha Mungu na utakaweza kuleta mwongozo kwa waumini na wakazi wa dini. Tunaomba Mwenyezi Mungu vile kuhifadhi Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati kubwa hii ya kuingiza maendeleo, maana ucha Mungu na nyumba za Mungu ni katika jumla ya maendeleo. Rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Asante sana. Sasa naomba wote turejee kule, tunaenda kata utepe. Naomba wote tukae
viongozi wale wote waandamizi, naomba msogee hapa. Wakuu wa vyombo vya sogeeni kule tafadhali. Wote viongozi sogeeni kule tayari kwa ajili ya kukata utepe. Nami nitahesabu, naomba nione moja. Wakuu wa vyombo vya sogeeni, wakuu wa vyombo wale. Wakuu wa vyombo vya sogeeni tafadhali. Mashehe na mpira kule tafadhali. Kitali kule kwa mambo ya kule. Naomba sasa Mheshimiwa Rais ya sasa. 1, 2, 3. Sasa nitaomba tusogee nyuma, tuache viongozi wa dini. Kwanza viongozi wa dini ya Kiislamu, wengine wote naomba tukae pembeni kwa ajili ya picha. Tutakuwa nawaita kwanza kabisa viongozi wa dini, naomba mpande Mheshimiwa Rais na Mufti kusimama nyuma hapo. Naam, hii picha hii ya kwanza. Asante sana. Naomba tuende kule kulia kwenu. Naomba viongozi wa BAKWATA mkoa wa Dodoma, viongozi mkoa wa Dodoma, naomba mwingie hapo tafadhali. Alafu naomba tuende kwa sisi viongozi wengine kwa tukae, tuwaita kamati ile ya ulinzi na amani, tuwaita tutafuata. Baada ya picha hii, waliokaa kule nyuma naomba tafadhali tuende sasa pembeni kule kulia. Viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama na viongozi wale wakuu, viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama pale mbele, na mwachia watu watatu wakati hapo hapo. Shehe mkuu tafadhali sogea pale. Shehe mkuu sogea. Naomba viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wakati wa kamati, viongozi wa kamati ya ulinzi na amani ijiandae. Shehe wa msikiti wa hapo Tanzania, naomba wote tafadhali. Mko shehe. Sogea hapo tafadhali. Naam. Asanteni, naomba tuchukue nafasi yetu. JKT na jeshi la wananchi wale wapenzi wetu, naomba msogee viongozi na wote mliohusika kwa majeshi tafadhali msikose. Wale wote waliochangia, mkuu wa majeshi naomba tafadhali. Wale waliochangia wajiandae wote. Kama mnasikia huko tumekuacha huko, naomba uje haraka wote. Hakika picha nzuri sana. Asante, nashukuru sana mkuu wa majeshi na wote. Hasa naomba waliochangia wote, mliochangia naomba mpige picha pamoja. Profesa Mwazizi wote, mabenki namwona hapa, Deuji, wakuu wa vyombo hata Mheshimiwa Rais mlichangia, wote mliochangia sogeni piga hii picha pamoja. Sasa mje viongozi wote wa madhehebu ya dini, naomba msogee. Wengine asanteni sana. Ndio tunakuona, tunashukuru sana. Viongozi wa madhehebu ya dini, sisi tunatenda. Viongozi wa mapinduzi, sogeeni hapa karibu nilipo. Viongozi wote wa dini tafadhali. Asanteni sana. Chama cha Mapinduzi, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, mwisho kabisa ni ile kamati ya amani, mjichunge hapo. Na sisi sogeeni kabisa, ndio sasa napata. Wengine ndio upande wa pili kule. Na kamati ya amani ya ndani, Baraka ulikuwa wapi? Aha. Asante sana. Shukrani, naomba tuende.
Sasa naomba kamati ya amani, Mheshimiwa Paroko, naomba hebu sogea hapa kwanza. Kaka mnashia mkoa hapo na. Kamati ya amani naomba wote mje. Kamati ya amani, mwenyekiti mmekuona pale, mwenyekiti mwenza, katibu, wote naomba mje. Basi Mheshimiwa Rais, hapo ndio tunafika tamati ya shughuli yetu. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri uliyotufanyia Watanzania, uliyofanyia jumuiya ya Waislamu hapa Dodoma na Tanzania nzima. Asante sana. Naomba sasa wote, Mheshimiwa Rais anakwenda sasa kuona msikiti, anaenda kutembelea. Kwa hiyo naomba nakuja waende wachache, ingawaje ni msikiti kwa watu 500, lakini kwa heshima na tukaidi waende wachache tu wakaone msikiti ulivyo, na hususan kule kwenye ofisi yake ambapo kwa kweli inapendeza. Msikiti huu wa Sheikh Abubakar bin Hussein umezinduliwa leo na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Aongeleshe Abubakar bin Hussein. Jambo jamani. Haya, asante sana. Wewe umeshasaini? Nimeshasaini. Fika tu nisaidishi. Saini. Wangu wa jambo la ulinzi. Hongera sana. Asante sana. Twende niangalie mpaka haya. Wageni basi bana. Sasa mbali kwangu. Hongera sana. Asante sana. Hongera sana. Asante sana. Pazuri. Shabuni ya kwanza. Sasa watu wa Dodoma kija niko hapa. Changanya hali aniita. Nimepisia. The truth. It's all.
Hongera sana. Asante mkuu. Wewe mufti, siku nyingine unaingia wewe mwenyewe hapa. Namwambia kama atachelewa mimi nitamlindia. Unamlindia hapa kwa sababu chumba kiwezi kukaa peke yake. Nakushukuru sana, Mungu akubariki sana. Mimi nawashukuru sana. Basi labda upige ibada kidogo. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi. Hakika sote tumekusanyika hapa ikiwa ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Tunakushukuru Mungu kwa wema, ihsani nzuri aliyotufanyia kiongozi wetu ambaye si mdini wala bagui rangi wala kabila. Kwa wema huu aliyotufanyia sisi Waislamu wa nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaongozwa na mufti mmoja, Sheikh wetu mkuu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, kwa kutujengea msikiti huu wenye thamani nzuri, msikiti wenye rest house, ambapo Mheshimiwa Mufti sasa wananchi wa Dodoma ambao walikuwa wakiona Dar es Salaam mbali, sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umeileta sababu ya Mheshimiwa Mufti kuwa na sisi, japo alikuwa karibu sana na sisi, lakini Mheshimiwa Rais kumfanya Mheshimiwa Mufti kuwa karibu na sisi, na hasa karibu yake kwa kuwa wao wote ni viongozi, waweze kujadiliana mambo yanayohusu nchi yetu, maendeleo yetu, amani yetu na usalama wa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu tunakuomba muweke Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika himaya yako, katika ulinzi wako. Mtazame kwa jicho la huruma, mwekee mkono wa baraka. Njia yoyote inayopita Mwenyezi Mungu ikunjue iwe pana, na wala usifinye ikawa nyembamba. Ikunjue ile iwe pana aweze kupita kwa kujinafasi. Usifanya kuwa nyembamba ili asiweze kupita kwa kule kwa kujinafasi. Mwenyezi Mungu haya yote tunakuachia wewe. Wewe ukitaka jambo Mungu wakati wowote, muda wowote, unasema kuwa na linakuwa, na amri yako Mwenyezi Mungu inachukuliwa, na jina lako ya Rabbal Alamin lihimidiwe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin, amin, amin. Kadia Yusuf Pastor. Asanteni sana baba, asanteni sana. Ninawashukuru sana, Mungu awajalie sana. Asanteni sana kwa kuja. Nilipenda sana nishiriki chakula na nini. Ninamwalika Mufti ataongoza na katibu mkuu wangu atabaki hapa ataniwakilisha. Mungu awajalie sana. Asante sana. Baba Paroko, asanteni sana. Maaskofu, asanteni sana. Umoja huu umenifurahisha sana. Utunze kwa ajili ya faida ya Tanzania. Asante sana. Picha pamoja na Mheshimiwa Rais pamoja na Mufti na yule kiongozi aliyesimamia. Luteni Kanali Musa, popote ulipo, sogea hapa. Ninaomba picha Mheshimiwa Rais, naomba picha maalum kabisa na hawa waliojenga. Mufti naomba kusogea. Mufti tu, hawa ni Mufti peke yake na Mheshimiwa Rais. Kanali Musa, tafadhali, na mkuu wa JKT.
Hii ni picha maalum kabisa kabisa. Naomba vijana mwana furaha. Picha kwanza ni hii, nimevua kofia. Picha pili kitendo cha haraka, mtavaa kofia. Kwa hiyo tulie. Sawa sawa. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Na naomba sasa tuweke kofia zetu kichwani. Kitendo cha haraka. Na hii picha ya kumbusho. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, na vijana watabaki na ari kwa sababu umewapa heshima kubwa. Ajira yao imeshaandikwa hata na Mwenyezi Mungu, lakini usiwasahau makamanda wa JKT wanaoshiriki katika kazi. Kama vipo vinabaki vinyota usivibanie. Mimi nitakuwa nina raha yote kwa sababu wanafanya kazi nzuri sana. Imani, asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Tanzania. Naomba tupungie mkono wote kabisa. Tumshangilie rais wetu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante kwa ukarimu wako. Asante kwa kazi nzuri. Na sasa Mheshimiwa Rais anachukua nafasi yake. Vijana moto. Vijana shangilia. Ni Rais Daktari John Pombe Magufuli katika zoezi hilo la uzinduzi wa msikiti wa Chamwino. Kama unavyoona hivi sasa, msafara wake ndio ambapo unajiandaa kuondoka. Ni uzinduzi wa msikiti wa Chamwino, msikiti ambao watu mbalimbali waliweza kuchangia, na michango yake ilianzia kanisani na watu wengine pia wakachangia, watu mbalimbali, na mpaka hivi sasa umekamilika na umejengwa na jeshi. Kwa hiyo ni moja kati ya misikiti bora kabisa, na umebeba jina la Mufti wa Tanzania bin Zuberi, kwa hiyo na Abubakar Zuberi. Na hivi sasa basi, kama unavyoona Mheshimiwa Rais anaondoka. Ilikuwa ni siku ndefu kwake, niseme hivyo, akitokea Manyara akifika basi Dodoma, na Dodoma pia ameweza kuongea na watu mbalimbali. Aliweza kuongea na wakazi wa wilaya mbalimbali za Dodoma mpaka alipofika Chamwino, na baadaye basi akaja kuzindua msikiti, akaja kushuhudia kwa sababu umezinduliwa na Mufti wa Tanzania, lakini yeye amekuja kushuhudia na ameweza kukiria kwamba ni kitu ambacho kinaonesha Tanzania ni taifa la kipekee kwa kuonesha umoja wa hali ya juu, msikiti ukichangiwa na watu kutoka dini tofauti. Lakini takriban basi fedha ambazo zimesalia takriban shilingi milioni 100 amesema ziwe chachu ya kuweza pia kuchangia nyumba nyingine ibada, hususan kwa wale ambao wanasali siku ya Jumamosi, na amekiria kwamba angependa kuona eneo la Chamwino ama ikulu ya Dodoma ikizungukwa na nyumba za ibada. Kwa hiyo amesema endapo akipata ridhaa ya Watanzania atahakikisha kwamba Chamwino, ikulu ya Chamwino inazungukwa na nyumba ya ibada, na hii itakuwa ni jambo jema sana. Amesema kwamba kwa sababu itakuwa inampa ulinzi ama unampa ulinzi wa Mwenyezi Mungu rais ambaye atakuepo madarakani katika kipindi chote akiongoza Tanzania. Na hii ni TBC1 mtazamaji.